nimezika marafiki zangu, nimeuguza watu wengi, nimepigwa bomu Arusha wakafa watu wengi wameenda magereza. Kuna watu leo hawaajiriki serikalini kwa sababu ya kupigania mageuzi. Kuna watu leo wameshindwa kuwa mamilionea kwa sababu ya kupigania mageuzi. Kuna watu ambao ndoto zao za kuoa na kuolewa zimevunjika kwa sababu walikuwa mbele ya kazi hii. Alafu kuna watu wanaleta mizaa. Na sisi Wachaga ama watu wa mkoa wa Kilimanjaro na Kaskazini tunapaswa kuwa makini sana. Yatonga alituuza, na kwa muda mrefu sana watu wa Kaskazini huwa wanaonekana kama watu wanaojitenga. Uongo. Na hata chama chetu wakati kinakuwa kilipigwa vita ni chama cha Wachaga. Mimi wakati naingia kwenye kampeni za kumsaidia Lissu, mimi ni Mchaga, mimi ni Machame, nilimwangalia Lissu. Mimi ni Mchaga, mimi ni Machame, mwenyekiti Mbowe ni Machame, ni Mchaga, lakini katika demokrasia niliamini katika Lissu. Na sioni aibu, sijisikii vibaya, naweza nikasema mbele ya Mungu nilifanya uamuzi wa kimungu na uamuzi wa baraka kuliko wakati wote katika maisha yangu ya siasa. Nafahamu tabia za watu wa nyumbani, ila inapokuwa kweli na haki, siogopi jambo lolote kwa mtu yoyote wa cheo chochote. Kwa sababu tulipowaita watu kwenye maandamano mbele, tuliwaambia tunapigania haki. Mimi nimekuwa mbunge miaka 10. Nimeenda polisi lock-up zaidi ya mara 150. Nimekuwa mbunge miaka 10. Nimekosa kuuawa mara 3. Nimekuwa mbunge miaka 10. Nimeenda mahakamani idadi siwezi kukumbuka. Nimeenda magereza mara nyingi. Sikuwa natafuta ubunge ili ikiwe cheo cha kuja kuweka mataji msibani. Ni platform ya kupigania watu na haki, na ndio sababu naitaka katika maisha yangu, katika kazi ya siasa. Yoyote atakaye kwenda kinyume na masuala ya msingi na haki, na alipeleka wenzake mbele, watoto wenzake wakauawa, wakachinjwa, tulipeleka watu mbele kwa imani, nendeni mkapiganie haki. Kama si nyuma yetu tulikuwa tunawaza biashara na maisha ya watoto wetu kwa damu za watoto wengine, laana impate yoyote na familia yake mpaka kizazi cha 4 kikalaaniwe. Nasema hivi, kama ni baba yako, laana ikampate baba yako. Kama ni mama yako, ndugu zangu, watu wote hao wote wanaotuamini hao hawajawahi kupata maslahi. Mimi naweza nikasema nimekuwa mbunge miaka 10. Mwenyekiti Mbowe amekuwa mbunge miaka 15. Amekuwa kiongozi wa kibrasi na upinzani bungeni. Mimi nimeongoza maandamano, watu wamekufa. Mimi nimeingiza watu kwenye siasa, watu wamekufa. Nimezika marafiki zangu. Leo naongea nyumbani. Yoyote mwenye mpango wa kuua haki na msingi na mazumuni ya chama hiki, katika jina la Yesu ukafe wewe na familia yako. Nasema hivyo kwa sababu najua mambo mengi kuliko nyinyi, na ikifika wakati natakiwa kusema, nitasema zaidi. Wananchi wa Moshi, lindeni heshima ya kanda yetu. Mimi tukionekana sisi ni wabaguzi, kwamba sisi tu ndo tunatakiwa, Yatonga aliharibu kidogo heshima yetu, kajiunga na CCM, akafanya mambo ya ajabu. Heshima hii hatutailinda kwa sababu yetu, tutailinda kwa hadhi ya watu wa mkoa wa Kilimanjaro
ambao ni waasisi wa mageuzi kama wakina Mtei, ya kwamba tutapigania haki na utu wa nchi hii, sio kwa sababu ya pesa, ila ni kwa sababu tumeona nchi inahitaji kubwa la kubadilika. Sasa kuna chama kimeanzishwa, chama cha serikali cha ubwabwa, chama cha ubwabwa. Jana nimeona msemaji wao mmoja wameanza kukitengenezea kitu kinaitwa hazi. Mwenyekiti nimeambiwa utasikia hata viongozi wao wanakamatwa kimkakati waonekane kama ni wapigania haki ili kukijengea huruma na hazi. Kilimanjaro sikieni. Nikitengeuka leo nikaenda kwenye chama hicho, nikaja kwenye mkutano Moshi. Usiende kuwasomea, usiende kwenye huo mkutano kwa sababu unatafuta picha ili uonekane unaungwa mkono. Na kwa nini kimetengenezwa hicho chama? Nisikilize. Watu wote waliotoka, wachache sana, wote waliotoka. Hawaendi ACT, hawaendi kafu, hawaendi chama kingine. Wanaenda kwenye chama ambacho hakina hata ofisi moja katika mikoa yote. Ni kwa sababu ni chama cha serikali. Maana yake nini? Wanakitengenezea kitu inaitwa hype. Serikali ikiingia kwenye uchaguzi bila Chadema kuwepo, huo uchaguzi kimataifa utakosa kitu kinaitwa legitimacy, uhalali. Ukikosa uhalali wa uchaguzi, serikali ya Tanzania itatengwa na jumuiya za kimataifa. Ndio sababu wanaionyesha ulimwengu wa kimataifa kwamba Chadema inapasuka, na watu wote wamekwenda Chauma. Na ndio sababu wanatafuta mgombea kutoka ndani yetu. Aidha pengine alikuwa kiongozi mkubwa ndani yetu. Hii chama hicho kitengenezea hype, kitapewa hela kiruke helikopta, kitapewa hela magari. Swali la msingi, chama hakina ruzuku, chama hakina hata ofisi. Wamepata wapi pesa? Nchimbi anajua hizo pesa wamezipata wapi. Vyama vyote ambavyo havina msingi wa no reforms no election au ni mademu wa CCM. Sasa niye mnasema hivi, mnasikia na Arusha tunawaona na Moshi, tutaenda kuwasikiliza. Mkienda kuwasikiliza, bodaboda mkatoa pesa mkaweka bidhaa zao, mkaandamana, inachukuliwa picha. Ikichukuliwa picha, ile picha itachukuliwa kwenye magazeti ambayo yote yameshanunuliwa. Yataenda kwenye TV, mtawatafutia kitu kinaitwa uhalali. Na mkiwatafutia uhalali, wataendelea kutumia pesa nyingi kuonga. Wataingia kwenye uchaguzi na hicho chama, na watajitetea kwamba hata hicho chama cha Chadema ambacho mnasema kimezulumiwa na kina haki kubwa ya msingi katika nchi, hakina watu tena. Na tulivyosikia watu wanahama, tukasema mbona kelele kwenye magazeti ni kubwa kuliko uhalisia. Makamu wetu mwenyekiti akaita kamati kuu. Tukakuja kugundua katika wajumbe wa mkutano mkuu 1000 karibu na 40 walioenda Chauma ni 20. Wajumbe wa kamati kuu wako 20, wako 40. Alienda Chauma ni mmoja. Wajumbe wa baraza kuu wako 1400 karibu na 50-80, wameenda 25-30. Tukasema hizi kelele zinatoka wapi? Unaona TV Chadema yapasuka, alafu ukiangalia imepasukaje? Eti kaondoka Basilema. Lile ni tatizo, limeondoka Chadema, sio mtu. Tatizo kubwa limeondoka Chadema. Kama mkoa Kilimanjaro mnapaswa kufanya kitu cha maana ni kutoa sadaka. Hakuna mtu hilo ni ndugu yangu kule kijijini Mronga. Ni tatizo kirusi. Mwishidi Kipo. Kwa hiyo hawa wanaondoka wanasema hii Chadema haingii kwenye nini? Chadema haingii kwenye uchaguzi, inaua ndoto zetu. Ndoto ya Chadema sio kuwa baba yako kuwa mbunge. Ndoto ya Chadema sio Lissu kuwa rais. Uhuru, ustawi na utu kwa kila mtu katika taifa hili. Hiyo ndio misingi. Nyie mmekuja hapa kutusikiliza, mtataka kuwa wabunge?
sasa cha mageuzi, kitu cha kwanza kinachopigania kabla ya kuingia madarakani ni kitu kinachoitwa mindset transformation, mabadiliko ya fikra, kwa sababu kinachotutesa sasa ni tunaongozwa na watu wapumbavu wasiokuwa na fikra sahihi. Kwa kazi yetu tunapokuwa majukwani sio tu kusema tupeni kura, ni pamoja na kuelimisha mambo mengine ya msingi ili tuwe na jamii ya ustawi bora wa fikra katika kujenga taifa letu. Kwa kazi yetu ya kwanza ya chama sio tu kuwa wabunge, sio tu kushika madaraka, ni kwanza kuweza kubadilisha jinsi watu wanafikiri na kupata ustawi wa watu wote. Tukichelewa kufikia madaraka, lakini tukawa tumepata taifa lenye watu wanaofikiri vizuri, watu watakaojali maumivu ya wenzao kabla ya kujali Simba na Yanga, watu watakaojali hospitali zikiwa mbaya kwa moyo wao dhati. Ukipata taifa lenye watu wenye fikra hiyo, maana yake ni kwamba unakuwa na taifa lenye uwezo wa kuchagua hata viongozi bora. Kwa hali ilivyo sasa, nina wasiwasi kama tusipodili na mambo ya msingi, hata Chadema ikiingia madarakani, Chadema kwa tume hii, kwa katiba hii, Chadema inaweza ikafanya ukatili kuliko hata Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu Chadema wanaishi katika jamii ambayo fikra zake ni hasi juu ya ustawi na utu wa binadamu. Na ndio maana ni msingi muhimu mkajua kwamba kila mtu katika kazi yake ya msingi katika kujali ni kumpenda jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Sasa watu wa Moshi, mimi nimekuja hapa kwenu. Huu mkutano ni mkubwa sana leo hapa, na kesho tunaendelea na ziara mkoa mzima wa Kilimanjaro. Baadaye tunahamia mkoa wa Tanga. Nachowaomba, mmeona nimevaa t-shirt hii imeandikwa tone tone. Nafikiri mmeshasikia ajenda yetu juu ya tone tone. Chama hiki hakina pesa na hatuwezi kupewa pesa na matajiri. Hatuna pesa, tunahitaji pesa ili kutembea. Tunaomba mtuchangie leo hapa, mtamchangia na nitawapa namba ya simu baadaye, ili kila mtu awe na wajibu angalau kila wiki ama kila mwezi toa kuanzia shilingi 500, 1000, milioni hata milioni 10. Tusaidie tutembee. Mnafahamu kwamba msajili amezuia hata ruzuku yetu ya pesa. Ni mikakati ya kuwa chama hiki. Maanake nyie msipojali, maanake chama hiki kitatembea. Kundi lote hili hapa wanatembea na magari, wengine hapo wanaweka mafuta kwa hela zao, wana walinzi wanawalisha kwa hela zao. Naomba sana wakazi wa Kilimanjaro na watu wote tutakaoshiriki kwenye mitandao, ukimwona mtu wa Chadema anatembea kufanya hii kazi, hata ukimkuta restaurant, mnunulie maji, mwambie tunashukuru kwa kazi yako. Wanafanya kazi ya kujitolea sana hao watu. Kabisa wanasema wanafanya kazi ya kujitolea sana. Sasa nitawatajia namba baadaye, lakini naomba nisikilize kitu hicho, alafu nataka nimuongeze Samia kidogo hapa. Samia leo kwenye mkutano mkuu wa CCM, ndugu zangu, Gwajima amesikia tunaongea habari ya utekaji sana sana. Watu wanatekwa kila siku, na nilikuwa namwambia hapo Uboni yale. Juzi mimi nikiwa Shinyanga, rafiki zangu wawili tena wa CCM walinipigia simu wakaniambia, Mheshimiwa Lema uko wapi? Nikamwambia niko hotelini. Wakaomba tule nao nyama. Nikaenda mahali walikokuwa, tukachoma nyama, tukawa tunakula. Wakawa wananionya, wananiambia, Mheshimiwa Lema, tunaona bana mambo ya utekwaji, kuwindwa, mnawindwa sana. Hebu punguzeni kasi bana, usije kaumia kama leo. Ni rafiki yao, wananishauri vizuri, lakini sio vizuri, wananishauri uoga. Sasa sikiliza, mimi nikawaambia, mmoja wao ni wa CCM, rafiki zangu wa CCM, nikawaambia hamwezi kuwa mbele kama mimi, lakini ni muhimu sana kila mtu akajali mambo yanayotokea. Jana asubuhi mmoja wa wale niliokuwa nao nikaona simu inaingia saa 11 alfajiri.
Baadaye nikampigia, salama Mangi, salama nini? Akaniambia naomba msaada wako. Juzi nimetoka Shinyanga nikaenda Dar es Salaam. Nikawa nimekaa na wadogo zangu tunakunywa, tunakula. Baadaye wakaondoka. Na mimi nikarudi shuleni kulala. Leo ni siku ya 5, sipati wadogo zangu. Nimeenda mochwari kote sijawaona. Nimekwenda polisi sijawaona. Mheshimiwa, naomba unisaidie. Nikakumbuka tulivyokuwa Shinyanga, nilisema hivi. Na nikasema Mungu wangu, kama nilikuwa naacha laana mimi. Nikasema kila mtu anakaa kimya juu ya mateso yanayoendelea. Ukasikia mtu ametekwa, amezulumiwa, ukakaa kimya. Hiyo dhambi utakuja kulipa siku moja, siku mahali fulani. Kama sio wewe mtoto wako. Sasa huyu ni mtu ambaye wadogo zake hawaoni. Nikamwambia nenda polisi. Ameenda na hospitali polisi. Ananiambia nimefika polisi. Kaimu anasema niambia nenda kule Tabata. Akasema tukio limetokea kwenye mamlaka Kinondoni. Akaniambia mheshimiwa anafanya nini? Sasa wakati ananiuliza hivyo nikawa nafikiria. Sasa leo nimemsikia Rais Samia. Rais Samia anaongea, Gwajima ameita vyombo vya habari. Gwajima anaongelea watu ambao wametekwa na kuuawa. Akataja idadi ya watu wengi takriban 80. Gwajima anasema, wewe Rais Samia, angekuwa ni Abduli mtoto wako ametekwa ama ametobolewa macho, wewe kama rais ungechukua hatua gani? Akasema wewe ndio amiri jeshi mkuu. Vyombo vya ulinzi na usalama vinapaswa kujua hao watu waliotekwa ni nani, na kama sio vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya mambo hayo, IGP atakiwa ogope, mkuu wa majeshi atakiwa ogope, maana yake tumevamiwa, kuna watu wanaua watu ndani ya nchi. Sijui umeelewa? Anasema haya mambo sio sawa sawa. Sasa sijui kama sauti nasikika. Nimeumia sana. Sasa unakwenda huko. Chama kinakuwa Gwajima nice. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusi Gwajima nice chama chetu, magwajima tuyaache nje. Sikiliza. Huyu nisikilize. Mashehe hapa. Maaskofu hapa. Huyu ni rais wa nchi. Sikiliza. Inaogopesha na tisha. Sisi kama maelewa Moshi amnielewi. Mkinielewa mtaogopa. Huyu ndio rais wa nchi. Ndio mlinzi amani namba 1 nchini. Ndio mlinzi wa sheria na katiba namba 1 nchini. Gwajima anamwambia Mheshimiwa Rais kuna watoto wametekwa, Mdude amechukuliwa chumbani kwake mbele ya mke wake. Mdude ameondoka nayo. Soka alikuwa hajafika miaka 30, amejui wapi. Meli alichukuliwa kwenye basi, tukaenda kuokota maiti. Rais anasema hawa watu wote ndani ya CCM wanaojali mambo haya ni magwajima, na magwajima yote yasirudi katika vikao vya uteuzi wa CCM vinaanza kupitisha wabunge na diwani. Magwajima yote yatetwe. Yaani manaki kutetea haki unastahili adhabu. Huyu ni rais wa nchi anaongea. Mheshimiwa Rais, kama Mungu aishivyo. Polisi wako na usalama wa taifa unaweza ukawapa maelekezo juu ya maisha yetu sasa hivi. Na nisifike nyumbani Arusha wakawa wamenifanya chochote wanataka. Kwa kauli hii, Mheshimiwa Rais, utajutia wewe na watoto wako maisha yako yote. Kwa kauli hii. Na kwa sababu hakuna anayejua kesho, Mheshimiwa Rais, Mungu asiakiwe. Apandacho mtu ndicho atakachofuna. Kama mtoto wako ana thamani kwenye macho yako, mtoto wangu ana thamani kwenye macho yangu.
Dunia hii hakuna maendeleo yoyote yenye thamani kuzidi binadamu. Ukinipa kilomita milioni 1 za lami, ama ukaniambia maisha ya kichaa yaendelee kuwa salama, nitakwambia maisha ya kichaa yawe salama. Rais anasema hawa wanaotetea haki za watu katika mfumo wa CCM waondolewe. Na Tarimba, mbunge wa Kinondoni, ni Kinondoni Tarimba. Tarimba anasema huyu Gwajima ni mpuzi. Anawezaje akasema mtoto wa rais kwa mfano ingekuwa yeye ametekwa ama ametolewa macho, rais angejisikiaje? Huyu Gwajima anajua uchungu wa mtoto. Mpumbavu Tarimba. Mpumbavu. Ndugu zangu, yani Tarimba anasema mtu aliyezaa peke yake dunia hii na mtu mwenye uchungu na mtoto peke yake nchi hii ni rais tu. Wengine wote nyinyi mmezaa kenge, na ndio mara bungeni mmeitwa kenge. Sasa sikizani nyema kenge, niwaambie. Nyema kenge nisikizani, nyema kenge hapo leo. Nyema kenge meza kwa nisikizani nyinyi. Kwa nini tumeitwa makenge? Kwa sababu hata mambo yanayohusu maisha yetu, hata mambo yanayohusu maisha yetu, yanahusu vifo vya wenzetu, hatujawa serious kwa sababu sisi ni binafsi. Nchi hii inatafunwa na dhulma, inatafunwa na ubaya kwa sababu nyie wananchi nyie mmechagua kuwa binafsi. Mnaogopa kuchukua hatua madhubuti, na ndio sababu utasikia hata msajili anatishia kufuta Chadema. Msajili anaondoa viongozi wa Chadema, sio kwa sababu sisi tuna makosa, ila ni kwa sababu nyie mnafikiri sisi tunacheza kidalipo. Huyu ni rais wa nchi. Huyu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Gwajima ameongea hoja za msingi. Anasema katika kipindi cha miaka 3-4 wakurugenzi wa usalama wa taifa zaidi ya 3 wameondolewa. Anasema watu wanatekwa, polisi haichukui hatua. Anauliza hao watu wanaoteka watu na polisi hawachukui hatua, hao watu chini yake juu yake wako nani? Nimeona Zanzibar amekufa shehe mmoja ameokotwa huko Pemba, sio? Ninaona alikuwa ni mjukuu wa nani? Mjukuu wa mufti ameokotwa Zanzibar huko. Sasa nyie mlioko hapa, nimalizie. Nyie mlioko hapa, hasa Waislamu, kuna kampeni chafu inapita kwenu kwa msikitini. Na alianza hali yapi kule Singida? Mnaambiwa Islam ndugu yake Islam. Sikiliza. Haki ndugu yake haki. Haki ndugu yake haki. Kuna mashehe wamenyongwa. Shehe Ponda ameandika au mashehe walionyongwa sio Wakatoliki. Sisi Waislamu na Wakristo nchini, siku mkiacha kugawanywa kwa udini, na hiyo kazi inafanyika sana sasa. Hebu niambie, Katoliki wanatoa tamko la kutaka tume huru, unashangaa kuna mashehe wanainuka kupinga kwa sababu hawa Katoliki washenzi. Nimeona shehe mmoja Dar es Salaam kule anasema atakemnyoshea Mama Samia kidole. Anaitwa shehe? Alisema nani Magufuli ni Yesu. Nani anaitwa shehe? Anasema atakemnyoshea Rais Samia kidole aparalyze. Sikiliza. Huyu shehe mtanikumbusha mwisho. Haifiki Disemba huyu. Haifiki Disemba ataparalyze huyu. Haifiki Disemba. Rais Samia, ndugu zangu, Rais Samia ni rais wa nchi. Sio mama yetu, sio shangazi yako, sio bibi yako. Nchi kiereza mama, sio mama yako. Rais Samia akikosea ataambiwa kama rais wa nchi. Wananchi wamemwajiri ili afanye kazi kwa mujibu wa sheria na katiba. Hatuna kizuizi chochote cha kumwambia rais akikosea, tutamwambia. Sasa naomba niwape namba ya M-Pesa ya chama chetu. Kila mtu achukue namba ya simu. Kila mtu mnao namba Chadema? No. 0744. Hiyo ya hela mimi msaga nahitaji hata ya asubuhi. Hiyo yani hapo mimi nitaanza na 0744 44 69 69.
Naomba nirudie. Hiyo unaweza karusha sasa hivi bila. 0744 44 69 69. Andika tu Chadema M-Pesa. Ukituma itaandika Chadema HQ. Chadema HQ. Maana yake imefika sehemu sahihi. Kijana ukiwa umekaa baa, unapata kinywaji, kabla hujaongeza cha 3 na cha 4, rusha hata buku mbili. Ukiwa unakula kuku, uko na mrembo, mnapiga story, alikuomba hela askari shilingi 40, mwambie suka yebo 30, pia ni rusha Chadema. Sio? Tukijali hivyo kila mtu, tutaweza kutembea nchi nzima kutoa elimu tunayotoa. Na washukuru sana. Asalamu alaykum, Mungu awabariki.